jukumu la ulinzi wa mtoto ni la nani? Nani haswa ambaye anahusika moja kwa moja katika ulinzi wa mtoto? Na hapa studioni nipo na Anyurumie Longo, huyo ni afisa ustawi wa jamii manispaa ya Mpanda. Lakini nipo na Robson Matias Wimo, huyo ni kutokea shirika lisilo la kiserikali la Deo. Lakini pia nipo na Afande Celius Fidelis kutokea dawati la jinsia na watoto. Niko na mwandishi wa habari kinara pia Zilpa Joseph kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yote yanaenda sawa. Jina langu ni Resto Tanyondo. Karibu sana msikilizaji katika kuhakikisha tunafahamu hii leo jukumu la ulinzi wa mtoto ni la nani. Nani haswa ana wajibu au anawajibika moja kwa moja katika kumlinda mtoto? Pengine tuanzie hapo. Tukisema jukumu la ulinzi wa mtoto, tuanze na dhana ya ulinzi wa mtoto kwa ujumla wake. Tukisema ulinzi wa mtoto unajumuisha nini na nini? Tukianzia kwako afisa ustawi. Mtoto ni mtu yote mwenye umri chini ya miaka 18. Kwa mtu yote ambaye ana umri chini ya miaka 5 anakuwa ni mtoto. Kwa mtoto inatakiwa apewe ulinzi na usalama. Vitu ambavyo vinatakiwa kwa mtoto ili aweze kupewa ulinzi na usalama: kuna haki za msingi ambazo lazima zizingatiwe kwa mtoto, na hizo haki zikikiukwa mtoto anakuwa yupo kwenye mazingira hatarishi. Kwa haki ya msingi ya mtoto ni haki ya kuishi, ambayo ndio haki ya kwanza na ni haki ya msingi. Mtoto ana haki ya kuishi, ana haki pia ya kuendelezwa, lakini pia ana haki ya kushirikishwa, kutoa maoni au mawazo fulani. Kwa ulinzi na usalama wa mtoto tunaamini ukizingatiwa kwenye haki zake za msingi, tunakuwa tunampa ulinzi na usalama. Kwa maana kwamba haki za msingi pia ni swala la ulinzi wa mtoto. Yeah, yes. Maana ukisema haki hapo mtu anaanza tu kuanza kwamba mtoto amepata chakula amepata chakula, ameenda shule. Ndio hizo haki ambazo kwa asilimia kubwa jamii yetu inafahamu kwamba haki ya mtoto ni ile kuhakikisha tu mtoto amepata yale mahitaji yake tu ya msingi, mbali na kwenda zaidi kuhusisha masuala ya ulinzi. Tukienda kwako shirika la lisilo la kiserikali la Deo, pengine tufahamu kwa uchache nyinyi mnachukuliaje swala la ulinzi wa mtoto? Kwa upande wetu sisi, upande wa shirika lisilo la kiserikali la Deo, sisi tunatoa elimu kwenye jamii kuhusiana na masuala ya malezi na makuzi ya mtoto. Mfano tunawafahamisha wazazi waweze kufahamu zaidi namna ya kuweza kumtunza mtoto kuanzia anapokuwa kwenye tumbo la mama yake, hasa zaidi wakina mama wajawazito hadi kujifungua. Tunatoa elimu inayohusiana na swala la kuhudhuria, umuhimu wa kuhudhuria kwenye kliniki, umuhimu wa kupata chanjo kwa mama, mfano zile chanjo za TT, mpaka kwenye kufikia hatua ya kujifungua ambayo inalenga uzazi salama. Lakini pia baada ya kujifungua tunatoa pia elimu ya dalili za hatari kwa upande wa mtoto mchanga, ili mama aweze kutambua dalili za hatari. Akitambua dalili za hatari hizo, basi pindi anapoziona anafika hospitalini kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtoto. Lakini pia tunatoa elimu ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa kipindi cha miezi 6, ili mtoto aweze kupata lishe bora, mtoto aweze kukua vizuri akiwa na afya nzuri kwa ajili ya taifa lijalo. Nje na hapo, kwa kuwa mtoto ni chini ya umri wa miaka 15 kushuka chini, pia tunatoa na elimu kwa wazazi kuwahamasisha watoto waweze kwenda shuleni. Pia tunatoa elimu kwa watoto, kwa wazazi ili waweze kuwajali watoto wao, waweze kutumia lugha zile ambazo ni nzuri kwa watoto wao. Mfano, mtoto anapokuwa amekosea, asitumie lugha ambayo ni ya kumkaripia mtoto, lugha ambayo inaweza kumfanya mtoto asiwe na ule uwezo wa kuzungumza shida yake mbele ya mzazi. Tukiacha hapo kwako afisa ustawi, pengine tuanze sasa moja kwa moja kufahamu idara ya ustawi wa jamii hii inawajibikaje katika kuhakikisha watoto wanakuwa kwenye mazingira salama? Kwanza tumekuwa tukitoa elimu kwa wazazi na walezi juu ya
mazuri ya watoto kupitia vyombo vya habari kama hivi redio, mikutano ya hadhara na vituo vyetu vya kutolea huduma za afya kama hospitalini, zahanati na vituo vya afya pia. Lakini pia huko kwenye mitaa yetu tuna wahudumu ngazi ya jamii ambao pia tunasaidia nao kutoa elimu nyumba kwa nyumba, kuhakikisha kwamba wanajamii wanapata elimu ya ulinzi na usalama wa mtoto. Kushughulikia kesi mbalimbali za watoto kama kesi za kutelekezwa, kesi za ukatili endapo mtoto amefanyiwa ukatili, lakini kesi pia za matunzo tumekuwa tukishughulika nazo kila siku. Sawa, na pengine hatua mnazozichukua ama ni mchakato gani mnakuwa mnapitia katika kushughulikia kesi hizo ambazo umesema mmekuwa mkishughulika nazo? Mara nyingi tumekuwa tukipata wateja wanakuja ofisini kwetu, tunashughulika nao, lakini pia tunafanya kazi kwa kushirikiana na wenye viti wa mitaa, watendaji wa kata pamoja na watendaji wa mitaa na watendaji wa kata. Kwa tumekuwa tukishirikiana nao bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunatatua matatizo ya hususan ya watoto. Mfano upande wa matunzo ya watoto tumekuwa tukiwaita ofisini, tunazungumza na kuelekeza wazazi na walezi wajibu wao wa kutoa mahitaji muhimu kwa watoto. Mahitaji kama ya elimu, mavazi, malazi, lakini na huduma za afya pia. Imekuwa changamoto hususan kwa wazazi ambao wametengana. Kumekuwa na changamoto ya matunzo, unakuta mzazi mmoja hawajibiki na watoto wanatelekezwa na mama. Kwa mara nyingi tumekuwa tukishughulika na hizo kesi pia. Sawa, pengine tukije kwako kutoka dawati la jinsia na watoto, tufahamu kwanza jukumu la ulinzi wa mtoto ni la nani? Maana tukisema tu hivi kwamba tunajua polisi na kazi ya kulinda watoto. Asante ndugu mtangazaji, nizungumze tu kidogo hapo kuhusiana na swala zima la ulinzi wa mtoto, kwamba unapozungumzia ulinzi wa mtoto kwanza tuweke tu wazi, sheria inasimama pale pale, sisi tunasimamia sheria kwamba mtoto ni mtu yoyote mwenye chini ya umri wa miaka 18. Tusipepese pembeni, kwa sababu mwisho wa siku sisi tunasimamia, tunapoona kwamba tunapozungumzia mtoto tunamaanisha kuanzia miaka 18 kushuka chini. Kwanza nianzie hapo. Kwa nini sasa tunasema kwenye ulinzi wa mtoto ni jukumu ni nani? Mwenye jukumu ulinzi wa mtoto unaanzia kwanza toka yuko tumboni kwa mama yake. Ndio maana sheria inasimama inasema hivi, mtu anapotoa mimba sisi tunamshukulia kama ametenda kosa la jinai, kwa sababu tunaanza kumlinda mtoto kuanzia pale. Naomba tuwekane sawa hapa kabisa. Sheria ipo imesimama, haipimishi kulia wala kushoto. Ulinzi wa mtoto unaanzia mtoto anapokuwa tumboni kwa mama yake. Na sisi ambapo mtu yote tunapopata taarifa kwamba mtu ametoa mimba, ndio pale unaona kesi ya mtu kutoa mimba. Kwa nini hatutaki mtoto aweze kuharibiwa? Ana haki ya kuja kuishi. Kwa hiyo tunamlinda kwanza yuko tumboni. Anapozaliwa sasa pale, mtoto ana haki ya kuzaliwa na kupewa jina. Kwa nini? Ndio ulinzi wenyewe. Huyu anaitwa Fatuma, anaitwa Mariamu, anaitwa Juma, anaitwa nani? Ana haki ya kuishi. Mtoto asiweze katupwa. Na ndio maana sisi tukipata taarifa kwamba mtoto ametupwa, huyo mtu aliyemtupa mtoto tunamchukulia hatua za kisheria. Atakamatwa, mtoto atalelewa katika mazingira ya kiserikali, mazingira rafiki, kushirikiana na maafisa ustawi na taasisi nyingine. Tunamlinda mtoto katika ngazi zote hizo. Unakuja katika stage ya makuzi ya ukuaji wake. Amezaliwa, amekua vizuri, amefikia katika level ya ukuaji hapa. Mzazi anawajibika katika malezi ya kumpa mahitaji yake ya msingi, ndio zile tunasema haki zake za msingi. Chakula, malazi na mavazi. Asipo shiriki katika kutenda hayo kuhakikisha mtoto anapata hizo haki zake, tunamchukulia bado hatua. Ndio maana ukuta baba mtu au mama akimtelekeza mtoto au baba akimtelekeza mtoto, sheria inataka awajibishwe kisheria. Ulinzi wa mtoto unaendelea hapo. Sisi tunaelewana jamani, kwamba mtoto analindwa bado. Tunaweza tukasema kwamba mtoto analindwa kwa hatua kila hatua analindwa. Na ndio maana sheria zimewekwa, na kila inapokiukwa sheria katika mazingira yote katika ukuaji wa mtoto, huyo mtu au watu walioshiriki katika swala la kukiuka sheria hiyo wanachukuliwa hatua. Sisi tunaelewana? Haya, usipompeleka mtoto shule, kwa nini tunakuchukulia hatua? Kwa sababu sheria zipo zinamlinda huyo mtoto, anatakiwa afanye nini? Asome. Sisi tunaelewana? Anatakiwa asome shule, awe mtu fulani baadaye. Usipompeleka shule, tunamlinda sisi kwa kusema kwa nini hujampeleka shule. Kwa hiyo mzazi unawajibika, mlezi. Katika mazingira yote mtoto ana haki ya kupata elimu. Anapofikia stage sasa ya maamuzi, kwa nini tunamlinda? Kuna maamuzi ya mtoto naye inabidi yaheshimiwe. Naona kulikuwa na mkanganyiko wa sheria, wanasema sheria ya ndoa na sheria
ya makosa ya jinai kwamba mtoto ni nani. Na ndio maana hapo watu wanasema mtoto miaka 15 kushuka chini, 18 kushuka chini. Kuna mkanganyiko wa kisheria upo wazi, lakini kiuhalisia kwa nini tunamlinda mtoto katika mazingira hayo ya maamuzi pale katika ule umri wa miaka 15? Anasema kwa hiari yake na wazazi wakilizia, si ndio? Sasa haitakiwi nyinyi wazazi muamue. Maana kumekuwa na changamoto kwa wazazi wanaamua tu mtoto wangu kashakuwa miaka 14. Sisi wazazi tumeamua bwana aolewe tu. Sheria sinataka hivyo. Lakini je, mtoto amekubali? Kiuhalisia watoto wengi hawakubali. Na anaolewa na nani? Anachaguliwa mtu. Pale sheria inamlinda. Kwa ulinzi wa mtoto unaendelea hapa. Kiuhalisia anapofikia mtu miaka 18 tunasema ndo mtu mzima, anakuwa na maamuzi. Sisi vyombo vya sheria tunaenda kuendelea kusimamia kwamba mtoto yuko chini, ni mtu yote ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18, na katika stage zote hizo atalindwa katika haki zake zote mpaka atapokuwa na maamuzi, atapokuwa mtu mzima. Sawa, umezungumza vyema kabisa. Pengine kama una la kuongezea hapo afisa ustawi? Ndio, kwa kuongezea hapo, jukumu la ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu la wote, la kila mtu. Kila mtu ana jukumu la kumlinda mtoto. Mtoto akiwa nyumbani, mzazi au mlezi una jukumu la kumlinda. Lakini mtoto akiwa shule, mwalimu na wanajamii pale shuleni tuna haki ya kumlinda mtoto. Mtoto anapita sehemu mbalimbali. Imagine anatoka nyumbani anaenda shule. Njiani anakutana na watu mbalimbali, anakutana na bodaboda, madriver bajaji, watembea kwa miguu. Kwa kila mtu lazima amlinde nani? Mtoto. Na ndio maana siku hizi kuna mwamko, watu wanaripoti sana taarifa za ukatili dhidi ya watoto. Na mwamko huo, kwa kila mtu ahakikishe kwamba anatoa ulinzi kwa mtoto. Mtoto wa mwenzio ni mtoto wako pia. Ukimlinda mtoto wako, ukimlinda mtoto wa mwenzio na wako atalinda na mtu mwingine. Labda ni na mimi nimuunge mkono kwa afisa ustawi. Ni kweli kabisa swala la ulinzi wa mtoto ni la kila mtu. Kwa sababu kuna ile stage kama anavyosema afande kwamba mtoto analindwa kuanzia tumboni, lakini baadaye anatoka tumboni. Anapotoka tumboni anaanza kuonekana na jamii kwa ujumla. Kwa maana kwamba jamii nzima inatakiwa kuhusika na swala zima la ulinzi wa mtoto. Kwa sababu mama unaweza ukawa umetoka umekwenda kazini, umeacha mtoto labda na msaidizi nyumbani, lakini msaidizi akawa hamtendei mema. Asipokuwa anamtendea mema, wale majirani wanahusika kumlinda yule mtoto. Wanapoona jambo linalotendeka ambalo si sawa, wanatakiwa waripoti au waonye yule aliye naye na wamuambie mhusika. Kwa hiyo kweli jamii nzima inahusika na swala zima la ulinzi wa mtoto. Jamii nzima inahusika na swala zima la ulinzi wa mtoto. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni Mpanda Radio FM na kipindi hewani ni Kumekucha Tanzania, lakini ni kipindi maalum cha mtoto kwanza, na tunazungumza jukumu la ulinzi wa mtoto ni la nani. Na pia unaweza ukashirikiana nasi kwa kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ya 0621 780663 0621 780663. Unaweza kuuliza swali ama ukatoa maoni yako kwa vile unavyoona wewe katika mtazamo wako jukumu la ulinzi wa mtoto haswa ni la nani. Tulikuwa tuko dawatini bwana. Sasa tufahamu dawati la jinsia lina jukumu gani la moja kwa moja katika kulinda haki na usalama wa watoto? Asante ndugu mtangazaji. Dawati la jinsia ni kitengo maalum, tunasema ofisi maalum, ambapo jeshi la polisi kwa sasa liliamua kuunda ofisi hii kwa ajili ya kushughulikia kesi zote za ukatili wa kijinsia. Kwa nini waliamua kufanya hivi? Maana yake imeonekana kwamba matukio mengi ya ukatili wa kijinsia yanahitaji faragha za mazungumzo baina ya yule mhanga au una usiri fulani pale unahitajika. Kwa hiyo waliona waunde ofisi kwa ajili ya kushughulikia changamoto za ukatili. Sasa majukumu yetu pale ni yapi? Kwenye swala zima la kufuatilia au taratibu zote za matukio ya ukatili wa kijinsia, sisi tunapokea taarifa, tunatoa elimu mashuleni, mitaani, kwenye jamii, masokoni, kwamba watu wanakuwa wanafahamu sasa kwamba hawa watu wanashughulika na jambo gani. Na ambapo inapotokea kwa swala zima la ukatili linatokea, sisi watu wa dawati ni watu wa kwanza kupata hiyo taarifa. Aidha kushirikiana na watu wa jamii au wale watu wa msaada wa kisheria wapo katika ngazi za serikali za mitaa kule chini. Wajibu wetu ni kuhakikisha yule mtoto anapata stahiki zake za msingi au anasaidiwa. Kwa sababu kuna matukio mengine yanahitaji mtu achukuliwe hatua za kisheria labda kupelekwa mahakamani, ikiwezekana na kufungwa. Sasa watu wamekuwa na mkanganyiko kwamba tukio amefanya baba, nikienda kushtaki itakuwaje? Tunaweka tu wazi kwamba kuna watu wa ustawi jamii wapo, maendeleo ya jamii wapo. Tukio linapotokea katika ngazi ya jamii au ya familia pale,
ni jukumu la mtu kutoa taarifa, na sisi anapotuletea ile taarifa tunaichakata katika mazingira halisi. Tunajua hili linakosa, kwamba ile kosa litahitaji mtu kukaa mbali na hii familia yake, au mtoto atolewe kwenye ile familia, maana baba au mama anaweza kuchukua hatua za kisheria. Je, mtoto atalelewaje pale? Ndio hapo tunakuja tunawashirikisha na wenzetu ustawi wa jamii. Jamani, kutokana na ile kosa limetendeka kweli, na mtoto ameeleza na ushahidi umepatikana huko clear. Kwa huyu mzazi, mtu anaweza akachukua hatua za kisheria, anaweza akapelekwa hata gerezani au akafungwa. Hivyo basi, je, malezi ya mtoto yatakuwaje? Tuna jukumu pia la kumuunganisha huyu mtu na watu wa ustawi wa jamii au maendeleo ya jamii, ili mradi tu mwisho wa siku malezi ya mtoto aendelee kupata haki zake za msingi za kusoma kama akiwa anasoma, au kulewa na kuishi na kupata mahitaji yake ya chakula na kila kitu. Sisi tunaelewana hapo? Hayo ni machache tu na mengine ambayo mengi, kwamba mwisho wa siku hata mtu anapokuja kutoa taarifa ile kusema kwamba nimetendewa ukatili, maana wamekuwa wakisema kwamba tukija sisi tunatoa taarifa usiri unakuaje, na ndio maana ofisi sasa hivi ilijitenga, ambapo sasa hivi sisi tumebaki kwenye ile ofisi ya polisi ya zamani, ambapo sasa hivi wengi wanasema kwamba polisi wamehamia kule juu, na wengi wamekuwa wakienda kule Kasimba. Tunataka ofisi ya dawati wanarudishwa kwenye ile kituo cha zamani. Tunasema kwamba wazi kwamba sisi dawati tunabaki kwenye kituo kile cha polisi ya mjini pale karibu na Buzogwe, kile kituo cha polisi ya zamani, na tunashughulikia shughuli zote, ambapo kama mtu anakuja na changamoto ya kawaida ya kipolisi tunaweza tukashauriana na kwa nini cha kufanya, lakini watendaji wa dawati wako pale na tunafanya shughuli za dawati na kuhakikisha haswa mtoto mwanamke. Na nimesema mtoto na mwanamke, watu wanasema unasikia kwamba hao wanahusika na watoto na wanawake. Uhalisia jinsia ni jinsia zote mbili. Kusema kweli, ukatili sasa hivi hata wanaume wanafanywa sana tu. Ila sasa wanashindwa kusema tunaenda kupeleka wapi. Tukienda dawati tutasikilizwa. Watendaji pale ofisini tuko wa kike na wa kiume. Wewe ukija pale unasema mimi nina shida kuonana na afisa wa dawati. Aidha kama utahitaji kuonana na mwanaume utasema kabisa mimi naomba hii swala langu nimwambie. Kuna ile hali ya mtu kuruhusiwa kuchagua unachokitaka katika mazingira rafiki, ili mwisho wa siku uje utoe ile taarifa yako ili moyo wako uridhike. Sawa. Tukiacha hayo majukumu, tuiangalie Katavi yetu kwa ujumla wake, ama hata tu wilaya ya Mpanda, hali ya usalama wa watoto jinsi ilivyo. Tumekuwa tukishuhudia mambo mbalimbali. Moja, tumezungumzia hapa kwamba haki za watoto wengi wako mtaani wanafanya biashara ndogo ndogo, lakini kuna matukio ya mimba na ndoa za umri mdogo. Ni sehemu ya changamoto kubwa ambazo watoto wanakabiliana nazo kwa mkoa wa Katavi. Hili linaweza kutatuliwa kwa namna gani, wakati sasa hivi tunaimba kwamba jukumu la ulinzi wa mtoto ni la kila mmoja? Asante ndugu mtangazaji. Sisi ni watendaji, tupo pale ofisini, tunapokea taarifa kwamba unaposema kuna watoto wa mtaani, watoto wanaohusika mtaani kwenye shughuli za biashara zozote zile. Kwa kipindi cha likizo kulikuwa tuna mkanganyiko, tulikuwa tunaona watoto wengi wako mtaani wanafanya katika shughuli za biashara. Kiuhalisia mtoto ana haki yake ya kupumzika. Unajua walipokuwa likizo tunategemea kwamba wamekuja kupumzika na kutafakari kile shuleni walichokuwa wanafundishwa. Wazazi wengi ambao wanatumia muda huu katika kuwatumikisha wale watoto, kusema kweli ni makosa. Tunapendelea sasa, kwa sababu ulinzi wa mtoto unaanzia kwenye ngazi ya familia. Ukiacha mtaani, mzazi mwenyewe ana jukumu la kuhakikisha kusema kwamba huyu mtoto wangu ninapomtuma hii biashara anasimamiwa na nani huko. Wengine wanataka kuwafundisha watoto wao zile kazi ndogo ndogo za nyumbani, kwamba basi tunasema ashirikiane naye, anapokuwepo naye katika mazingira ya kibiashara anakuwa anaweza kumwambia hapa, hii sehemu sio rafiki, hii sehemu ni rafiki, hichi huku tusipite. Yaani kumuona tu hata mtoto anapopenda kwenye zile biashara anapita wapi. Na ikiwezekana kama inakuwa ni changamoto, mtoto huyo asiende kabisa. Maana mtoto tunasema popote anapokuwa mtoto anahitaji uangalizi. Na ndio maana tunapopeleka watoto shuleni tunajua kule kuna walimu. Je, anapokuja nyumbani sasa kama hana mzazi basi atakuwa na walezi. Kwa hiyo popote pale atakapokuwa mtoto katika mazingira ambayo sio salama sana, tunategemea atakuwa na mwangalizi. Basi kama amekosa mwangalizi kabisa, watu wasiwatumikishe watoto. Na sheria tu iko wazi, inasema kwamba mtoto ana haki ya kufanya kazi, lakini kazi hizo ambazo haziwezi kumuumiza. Kazi ambazo zisizoweza kumuumiza ni kazi ambazo ndogo ndogo, sio zile kazi ambazo za kushurutishwa, ambapo wengi wamekuwa wakifanyishwa kazi ambazo zile zinamletea mtoto changamoto. Anapewa tray ya mayai, anaambiwa usipomaliza kuuza usirudi nyumbani. Sasa unadhani huyo mtoto ataenda wapi? Kiuhalisia tunataka mazingira yote yanakuwa hatarishi kama hayo, watu wanapoona mtaani au mtoto mwenyewe anaposikiliza sasa hivi, atoe taarifa ofisi za dawati la jinsia
aseme mimi nina changamoto 1 2 3. Tutazungumza nao walezi au wazazi, tuwaambie hali halisi ya mtaani jinsi ilivyo. Ikiwezekana wakipata elimu wanaweza wakawa na uelewa, wasema kumbe huyu tunavomwambia kwamba bila kumaliza biashara asirudi, anaweza kupata changamoto 1 2 3. Na pia naona kuna sheria ambazo zipo, walisema kwamba watoto watapopatikanika mtaani wazazi watachukuliwa hatua kwa sababu hawakutekeleza sheria hizo rafiki kwa mazingira ya mtoto kuweza kufanya nini? Kuweza kuishi katika mazingira salama, sio ya kuzurura tu mtaani bila kuwa mwangalizi yoyote. Nikiendelea kipengele cha mimba za watoto, ndio kumekuwa na changamoto ambayo ya mimba sasa hivi watoto wamekuwa wakipata mimba, na ndio maana nikasema wazi tuendelee na mtoto kwamba ni yule ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18, kwa sababu wengi wamekuwa wakipata ujauzito wanasema mimi nimeamua mwenyewe. Na cha ajabu zaidi utakuta mtoto mwenyewe anasema mimi nimeona nisiendelee na shule, nimechoka kusoma. Yaani kiuhalisia watoto wenyewe pia wanakuwa wajibu wao wanakuwa wanashindwa kutekeleza, kwamba wana haki ya kusoma ndio, lakini wajibu wake kuhakikisha anaenda shule na kuhakikisha kile anachofundishwa shuleni basi kama kina changamoto anatoa taarifa, au mazingira ya shule yanapokuwa yana changamoto anatoa taarifa. Lakini wanakuwa sasa wanaona kwamba hamna umuhimu. Lakini ukiangalia kwa nini matukio yanatokea ya mimba hivi, unakuta ni malezi. Wazazi wengi wamekuwa wakiondoka katika mazingira ya kilimo huko, wanaenda mashambani. Na hilo ndio tatizo kubwa kwa mkoa wetu. Ni sahihi. Watoto wanajilea. Wazazi wanaenda shamba, wanaacha watoto wajilea wenyewe. Wanajilea wenyewe kwa nini? Mkubwa huyu ndo anasimamia wadogo zake. Mwenye mpaka huyu wa mwisho. Baba ameenda shambani, labda ameacha pale mahindi. Lakini tunajua katika malezi, hata sisi wazazi tunapokaa na watoto, changamoto pale zinatokea nyingi kwenye familia. Je, una uhakika gani kwamba watoto watakuwa na mudu zile changamoto zinazotokea? Kama mboga ya aina fulani wanataka kula chakula cha aina fulani, watapataje? Kwa hiyo ndo wanajiingiza mwisho wa siku katika vitendo ambavyo sio rafiki, wanapata hizo mimba. Wengine kwa nini tunaingia kwenye ndoa hapo? Kwa nini wanafikia sasa wanaona sasa ni mimi nakaa peke yangu, baba mama yuko shamba, tunajilea sisi wenyewe. Juma amekuja hapa anasema 1 2 3. Kwa nini siende kuishi naye? Hapo ndo unakuta sasa kale kandoa kanatokea. Lakini sasa unamtoaje huyo mtu pale? Anakuta mwisho wa siku akirudi nyumbani huko anakuta kuna changamoto. Inabidi tuaishi na huyo mtu ili mwisho wa siku akizi mahitaji ya wadogo zake katika mazingira yao. Tumekutana na mazingira yao, lakini mwisho wa siku tunawapa elimu na kuwaeleza kwamba inapotokea kuna changamoto katika familia, usijiingize kwenye changamoto nyingine ya pili, bali utoke na utoe taarifa, useme tuna changamoto 1 2 3, sisi tunajilea wenyewe. Baba na mama hawapo kabisa au wameenda katika mazingira ya shambani. Sisi pale tunapata changamoto, kwa mfano mdogo wangu alikuwa anaumwa, na mawasiliano hata wazazi wanaweza kawa hawana. Kwa mwisho wa siku sasa, ili asiingie, ni bora kutoa taarifa, kushirikiana na watu wa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, tunaweza tukawasaidia wale kuhakikisha wazazi wao wanapatikana, ikiwezekana wapatiwe msaada ili watoto wasiweze kuingia kwenye mimba za utotoni au ndoa za utotoni. Tukiangalia na hali halisi na uhalisia tulionao, jamii inashiriki kweli moja kwa moja kuwalinda watoto? Jamii yetu sasa ya mkoa wa Katavi kwa ujumla, kwa asilimia fulani jamii ina mwamko kidogo, lakini kwa asilimia fulani jamii ni kama imesinzia. Kwa nini imesinzia? Ni kwa sababu vitendo vya kikatili vinaendelea, jamii bado inaona, haitoi taarifa. Kwa mfano vitendo vya kikatili sasa hivi vinatokea ndani ya nyumba, ndani ya familia. Unakuta labda baba mlezi amembaka mtoto wa mama, sio amefanyaje, watoto wanalawitiana ndani ya familia, lakini jamii inaona na haitoi taarifa popote. Unakuta watoto wanazurula na biashara kutwa nzima, yale masoko ya usiku watoto wako na biashara, lakini jamii imebaki kimya, haitoi taarifa. Ni kitu ambacho bado kinafanya watoto waendelee kutokupata ulinzi na usalama. Lakini pia issue ya malezi, wazazi tumeleka sana kwenye malezi. Watoto wanaachwa, wanaangalia siku kuna hizi movie wananyonya kwenye flash. Watoto wanajua kabisa flash iko sehemu fulani, na wanatuma saa nyingine na wazazi. Nenda pale kwa nani karushe movie. Unajua movie ina maudhui gani kwa mtoto? Wanaita season. Unakuta mtoto mdogo anasimulia season kama mtu mzima kabisa. Hatujui maudhui ameangalia nini, amejifunza nini. Kwa wakati mwingine wazazi tumeleka sana kwenye malezi, tunawachia watoto waangalie season mpaka usiku. Hatufuatilii maudhui yaliyo kwenye season, lakini wakati mwingine tunawachia wao huru waende kwenye vibanda vya video huko. Wanakaa huko wanaangalia. Kwa ni jukumu la mzazi na wanajamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa kwenye mazingira salama. Tukiwapatia hiyo elimu, basi jamii itabadilika, watoto pia watabadilika. Huko mtaani watakapokuwa wanazunguka wanacheza na wenzao, hata kama wakikosana wao kwa wao, basi hawataweza kutumia lugha ambayo sio star kwenye jamii, au lugha ambayo inaweza ikaleta udhalili
kwa watu au ikaleta udhalili kwa mtu mwingine. Kwa hiyo sisi tutaendelea kutoa elimu, tutaendelea kuhamasisha wengine ili tuendelee kushikamana kwa pamoja kwa ajili ya utoaji wa elimu inayohusiana na makuzi na malezi ya watoto. Kwa hiyo waweze kufikisha taarifa sehemu husika, labda ustawi wa jamii au kwenye dawati la jinsia. Wanapofikisha zile taarifa, basi wasiwe na uoga kwamba labda nikifikisha taarifa zile mimi huku mtaani wanaweza wakanichukulia vibaya, wakaona mimi sifai au nawachongea. Kwa wajisikie huru wanapoona changamoto kama hiyo, basi waweze take action, yani waweze kuchukua hatua haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kutoa taarifa sehemu husika ili waweze kushughulikia lile swala. Kamilishi hapo kwa. Asante ndugu mtangazaji. Kama alivyotoka kusema mwenzangu hapo kwamba kutoa elimu na elimu hii inapowafikia wakisha wanachukua hatua katika mazingira yote rafiki. Pia watoto wao tunapenda kuambia kabisa, watoto wao wengi tunawapa elimu shuleni. Wakae wazungumze na watoto wao. Kuna muda watoto wanakuwa na changamoto. Mzazi unapokaa unapozungumza na mtoto wako unaweza kubaini ana shida gani ambayo wewe unaweza kuitatua au hii ni jambo jipya, kwa sababu watoto sasa hivi wanajua vitu vingi na wazazi wanakosa muda wa kuzungumza nao. Anataka kumwambia baba kwamba mimi ni shuleni nimefundishwa kwamba kumpiga mama au kumpiga baba ni kosa. Sasa baba kwa nini unampiga? Unaweza kukuta kuna kitu unakifanya wewe pale ukahisi kama mtoto wako hafahamu. Inawezekana uzungumza naye au uzungumza naye anapotoka shule. Anakutana na watu wangapi? Nini kimemkumba? Kwa hiyo wazazi wazungumze na watoto wao au walezi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.